hapa ndipo anaposoma mchungaji Makerubi Sabato shule ya msingi Mzinga. Mnasikia nyewe watu wa Ulaya, watu wa Amerika. Huyu ndio mchungaji bwana, mama Samia nini? Mama Kikwete. Sasa Samia kajitahidi Kikwete hapa ndipo Mzinga pale za Mbagala. Oya nini? Pasta Makerubi yupo Kongowe eneo ya Mzinga eti YouTube nini mambo vipi? Mzinga hapa. Kama kawaida mchungaji anaikumbusha leo Dr. Rais Samia Ikulu huko kina Kikwete. Hapa ndipo Mzinga. Kule UNICEF wakasema wasomee Mzinga. Mzinga ziko pande ya Mbagala. Mbagala rangi 3. Hapa ndipo anaposoma mchungaji Sabato Makerubi. Huyu mtoto kule UNICEF. Unaona, ni watu wa Marekani, wa Uingereza, YouTube huko mnaendelea kujifunza, na Afrika Tanzania wamejitahidi. Watoto wako darasani. Wanajifunza mambo makubwa. Wanajigurubusha nini? Pasta Makerubi leo yuko pale Mzinga. Maeneo ya Kongowe. Unajua hizi shule zinatusaidia. Zasaidia sana. Mimi nimeona kwa watu wanalipia hela nyingi sana. Wanakula chakula ambacho cha kupoza njaa, lakini kinasaidia. Na hata hivyo watu kuwafuga majumbani huko haisaidii. Tuwapeleke watoto shule. Hao watoto kishakuwa wakubwa, wanabadilika, wanakuwa maprofesa. Leo kuna watoto wanatotolewa. Wanawekwa. Ndio maana leo siku hizi kuna vichaa wengi. Kuna vichaa wengi. Unasikia Rais Samia wanajitahidi sana. Kina Magufuli nini wakafanya kazi huko Ikulu, na nyie kina Trump wapi? Pasta Makerubi anapoelekeza hata huyu atakuwa kama kina Majaliwa, wanafanya kazi, wanapeleka. Kwa hiyo wakazi wote wa Afrika Kusini huko, maeneo kokote duniani, mnapojifunza na balizi mashule nini haya, yatengenezwa mashule nini haya, mashule nini, mafeni huko, kuna mafeni angalia. Sio zingine hizo walimu wao wanafanya kazi zao wakati ambapo watu wanakimbiza. Yani watu watafanya kazi kama watu wengine. Yani wewe utakuwa mkubwa, uwe na amani. Shule zetu nzuri sana, tunachoa kizuri. Kuna walimu wako vizuri kabisa. Au walimu unasikia mama Samia Kikwete kina walimu wanakimbiza wakubali matatizo yao nini, wanakimbiza. Mama Samia anajitahidi. Mama Ikulu ya kina Trump huko ndio kibila duniani. Wakati unaona hata Waislamu msiwafuge watoto majumbani. Napata aibu. Ndio. Hao watoto ni kama watoto wengine. Wanabadilika kabisa. Watu wanakuja watu majumbani wao wanakuwa kama wehu, wanakuwa vichaa. Badala ya kuwachanganya kama watu wengine, wanakuwa wajinga. Shule nzuri jamani. Kuna choo. Tena kuwekeza choo. Kuna choo kizuri cha kisasa. Hebu tukiangalia kile choo. Kuna choo kizuri, choo ambacho watu watajifunza mambo mengi. Hii ndio shule ya msingi Mzinga. Mnasikia ni watu wa duniani. Wametengeneza vizuri. Shule ambacho ni kizuri. Shule ambacho kina choo kinachopendeza. Namshukuru sana Magufuli. Mama Samia jitahidi jipange. Ndio kuonesha choo. Ni watu wa duniani. Angalieni choo. Choo hicho wanatumia wale watoto. Choo kizuri. Choo ambacho kinafaa sana. Choo ambacho ni cha kisasa. Choo ambacho hata ukiangalia mazingira yake, au kina mama wanakuja kuchukua watoto wao huko shuleni, wanakula chakula lakini sio kizuri sana. Na siku hata nyinyi watu wa ITV kule duniani kote, angalia ni huko wanakaa hapa, wanaanza kula chakula chao cha kupoza njaa. Ni chakula kizuri. Wao utakuwa kama Kikwete. Unajua leo unaona shule hii ndio shule ya msingi Mzinga. Shule ambayo watu wanakaa, wanajifunza, wanaangalia mambo yao. Hao ndio kina mama wanakuja kutoa chakula na wazee hapa, wanaendelea. Mnasikia nyewe watu wa duniani. Mambo msiwafiche watoto ni majumbani mwenu. Mwalete nyie. Nashukuru kule Uingereza, Canada, Marekani, duniani kote. Angalia shule hii. Kuna mwanga mkali kidogo. Pasta Makerubi, hata mtoto wangu nimemleta hapa. Wainiambia mtoto wangu nipeleke Kunduchi kule. Eti nilipe 300 kwa mwezi. Hapa nasoma bure. Wanasoma bure, wanakula chakula cha bure. Watoto wana enjoy, watoto wana fly, choo kizuri, kina feni, wakutengenezea vizuri, wana enjoy. Msiwafike watu wenu majumbani mwenu. Naomba sasa wakati huu ambapo nimemaliza jukumu hili, mtoto wangu
mchungaji mtoto wa Pastor Makerubi anasomea hapa. Yuko hapa. Wote ambao wanataka kumfahamu Pastor Makerubi, mtoto wake anasomea hapa. Shule ya msingi Mzinga. Yuko hapa na anasomea hapa na anaendelea vizuri, na walisema atakapofikisha miaka 16 atakuwa vizuri na atapona kabisa. Nashukuru sana. Mambo ni hayo. Pastor Makerubi, mtoto wangu ni wa kwanza, ameshajichanganya na nyie watoto wenu mwalete mashuleni. Shule ya msingi Mzinga iko maeneo ya pande za Mbagara. Unashuka kidogo unaingia hapa kwa wakazi walioko pale Tanzania. Na watu ambao wako sehemu mbalimbali Arusha, Nairobi na kwingine kote. Na YouTube muendelee kutangaza, ITV muendelee kuitangaza shule iko vizuri, na watoto wenu muwalete hapa waendelee kujifunza na madarasa yao ni mazuri na walimu wao ni wazuri na mambo yanakwenda vizuri. Basi tubarikiwe sana. Tuwapige picha watoto. Kaeni hapo mpigwe picha. Duniani muwaone. Kaeni hapo. Kaeni YouTube waangalie. ITV kioo cha jamii. Kioo cha jamii, waangalie watoto. Wapigeni picha. Play! Watoto wanaenjoy. Watoto wanaenjoy. Ndio safi sana. Naona mmeshapiga picha. Watoto wanaenda kula chakula. Watoto pasa. Na wewe kama tukupige picha. Nyie watoto wapigeni picha. Hiyo hapo picha. Piga picha hiyo. Piga picha. Watu wako Afrika kwa vizuri rafiki yangu. Kwa hiyo unaona mambo haya yanafanyika hapa na maeneo haya yameshakamilika. Ni watoto wengi sana wanajifunza, wanajieleza, wako vizuri sana. Hawa wote, hawa ni kina mama wanakuja kuchukua watoto wao. Kina mama wana amani, kina mama wana furaha, kina mama hawana shida. Yani watoto, mnakuwa na watoto ambao mnafuga majumbani kama hivi. Jamani, si sawa. Waleteni watoto wenu. Anaenda kula, mnafuga mambo. Yani naona, hebu pigeni picha. Yani udada ana enjoy, ana furahi, ana amani, hana shida ya aina yoyote. Yani watu wanafungua ufahamu wa akili, wanakuwa usongo mawazo yasiokuwa na faida yote. Hawa ni kina mama wanakuja saa 6 kuchukua watoto wao, wanawalinda hata wengine kama magari yao, wanakuja tena. Kina mama wana amani tu. Mnawaleta hata Afrika, yani wachagua Waislamu, Wakristo, watu wote hapa wanakuja wanakula watoto wao mpaka saa 8 hivi wanakuwa wameondoka. Ni shule nzuri, amenilima mahindi nini haya, kuna mandizi hapa, wamekaa vizuri. Basi tunashukuru sana wakati ambapo nimeenda kuelekezeni habari hizi za shule ya msingi Mzinga, na takuelekeza geti linalotokea pale. Ni geti ambalo liko vizuri, geti ambalo halina shida, ni geti ambalo watu wanakuja hapa wanajifunza, wanaelekezwa, wanafanya mambo yao. Shule ambayo iko vizuri tu, shule ambayo haina shida. Wakazi wote duniani wametengeneza vikundi, wamejichanganya na watu wengine ili kujifunza mambo mengi, ili kujifunza masuala haya ya kuabudu. Na hapo wameweka magenge kuja kuchukua chakula. Naona watu wa duniani na geti lao liko hapo, mchana wanakuja. Shule ya msingi Mzinga, Dar es Salaam pale maeneo ya Mbagala, geti lao kubwa zuri, wana fence kubwa. Ofisi ya waziri mkuu, halmashauri ya manispaa ya Temeke. Shule ya msingi Mzinga, maeneo ya Mzinga hapa. Watu wanasoma hapa, wana shule ile ya nani, kuna uwanja wa mpira. Mazingira yao ni mazuri tu, hayana shida ya aina yoyote. Wana uwanja wa mpira, kuna shule ziko kule, watu waendelea, na baadaye wanakwenda pale wanapanda magari yao na shule na uwanja wa mpira wanayo. Na kutoka hapo sio mbali sana. Pia wana ofisi ya serikali ya mtaa hapa, wanaendelea na mambo yao, wanafanya vitu vyao, na pia wanapanda pale gari wanaelekea kwenda. Kwa watoto hawa mwalete katika shule hizi. Ni shule ambayo iko vizuri tu. Ni shule ambayo pia ofisi ya serikali ya mtaa Mzinga kata Kitwangoma wanaendelea vizuri. Kwa Pastor Makerubi napoelezea habari hizi, hii shule iko karibu. Mbarikiwe sana na tukutane huko ili tuweze kujifunza mambo mengi. Ni wakati ambapo watoto msiwafishe majumbani. Ni watoto ambao watakiwa waje kujifunza mambo mbalimbali, kujifunza vitu ambavyo wanahitaji kujifunza. Kuna genge hapa, kuna mazingira mazuri tu, mahali ambapo watu wanakuja wanakaa. Huko kunaitwa Kungoe, huko kunaitwa Mzinga. Magari hayo, watu hao wanapita nini, watu wanaingia tu hapa, wanajifunza mambo ambayo wanaweza kujifunza watoto wetu. Sio wakati ambapo kwa kufuga watu majumbani mwao, sio wakati ambapo watu wanakaa
wanaendelea kufanya mambo yao. Ni wakati ambapo watoto hao wanakuja wanajifunza. Kwa ni genge ambalo liko vizuri, ni genge ambalo liko sawasawa, ni genge ambalo watu wanakaa. Kwa hiyo ndugu zanguni, ninawasihi mje hapa Mzinga, mjifunze. Mtoto wangu yuko hapa, nawatakia mibaraka mikubwa ili tuweze kuwa pamoja. Pastor Makirubi, ninapoongea na wewe nina maana na uchungu mkubwa sana kwa tukafuga majumbani ili waje wajifunze, wajue vitu vingi, wafahamu mambo mengi. Nimekupa taarifa juu ya Pastor Makirubi anaposoma mtoto wao ambapo pako vizuri. Ninawatakieni heri, basi mbarikiwe sana na mweze kuwapeleka watoto wenu mashule, msiwafungie manyumbani, watabadilika na watakaa sawa na watapona kabisa. Wote mbarikiwe. Amina.